Mara zote huwa nasema kwamba kujifunza sio kitu kidogo. Kuingia darasani, kumsikiliza mwalimu, kufanya kwa vitendo, kutengeneza mkate, keki ni ujuzi umeongeza. Kwa mimi ninawapongeza sana na naamini kwamba ujuzi huu ambao mmeupokea leo mtaenda kufanyia kazi. Kwa sababu lengo la shirika letu ni kuhakikisha kwamba watu au wajasiriamali wanaongeza elimu. Baada ya kuongeza elimu, wanaongeza thamani kwa mazao ambayo yametuzunguka na wanaweza kuzalisha bidhaa zenye ubora. Kwa hiyo niwapongeze sana na niwatake kwamba muweze kulitumia shirika hili la kuhudumia viwanda. Asante. Kwa majina naitwa Mlindo Ng'ombe. Mimi ni mkufunzi kutoka SIDO Kilimanjaro. Kiufupi naweza kusema kwamba tumekuwa tukitoa mafunzo haya kwa wajasiriamali hasa wa mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla, kwa sababu sisi tunahudumu mkoa mzima, na tangu tumeanza kutoa mafunzo haya kiukweli tunaona matunda, kwa sababu kuna wajasiriamali ambao mpaka saa hizi ukiangalia wako sokoni na bado tunaendelea kuwasaidia kwenye vitu vingine ambavyo vinahitaji usaidizi asili, kwa sababu sisi hatutoi tu mafunzo, lakini hata kuhakikisha kwamba mjasiriamali huyu anafika sokoni. Mafunzo haya yametutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Can you imagine kwamba mimi ni famsia mwalimu, lakini anakuongeza ujuzi huu, maana ni kwamba tuongeze kipato, tupanue wigo katika kufanya biashara ndogo, tuongeze kipato, tusitegemee ajira peke yake. Kwa hiyo yametutoa katika mafunzo haya, vyote nimefurahia, lakini ambacho nimekifurahia zaidi ni maandazi ya kuoka. Kama tunavyojua sasa hivi kuna changamoto nyingi za kiafya kwa wale ambao hawapendi mafuta. Kwa hiyo kitu ambacho nimekifurahia, kumbe ninaweza nikatengeneza bidhaa ambazo ni andazi lakini halipiti kwenye mafuta. Kwa hiyo nimesikia vizuri sana kupitia mafunzo haya na naamini Mungu akinisaidia itakuwa ni bidhaa yangu. Napenda kumshukuru mwalimu. Nilikuwa natamani kujua kupamba keki kwa sehemu ya jua. Pia nahamasisha mke zangu waje SIDO kupata ujuzi mbalimbali, pia wasiogope. Nilikuja mara ya pili kujifunza kutengeneza sabuni, losheni na mafuta ya mgando. Kwa kweli tulijifunza vitu mbalimbali mpaka hapa. Nilitamani niendelee kukaa hapa, lakini haikuwa rahisi sana, kwa sababu niliingia mtaani kwa haraka kwenda kufanya kazi. Yaani kile nilichojifunza ndicho nilichoondoka nacho hapa. Mpaka sasa mimi nina biashara yangu ambayo nimesajili, inaitwa Omega Product, iko mtaani, iko sokoni kwa sasa.